Mungu wetu tunakupenda, tunakupenda, tunakupenda. Tunakuja mbele zako kwa shukurani kwa sababu ya malango yote ya miezi 6. Umekuwa pamoja nasi, ukatulinda, ukatutunza, ukatunywesha. Tumepita katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana, lakini bado umekuwa pamoja nasi. Umetusaidia, umetutetea kwa namna ya kipekee kabisa. Tumeendelea kuona mkono wako na nguvu zako juu ya maisha yetu. Tumepita katika changamoto za kiafya, umetuvusha. Tumepita katika changamoto za kiuchumi, tumekuvusha. Nasi hatuchoki kuja mbele zako kukushukuru kwa sababu ya matendo yako ya ajabu na neema yako ya kipekee ambayo Bwana umeiachilia juu ya maisha yetu. Bwana, tunakurudishia sifa, heshima na utukufu na adhama na uweza na mamlaka vina wewe, Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Uhimidiwe na kutukuzwa milele yote, kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Bwana kama wewe. Tunakuja mbele zako tukikushukuru, tunakuinua na kukutukuza. Tunasema ni asante Bwana, tunasema ni asante Jehova, tunasema ni asante Mtakatifu. Pokea sifa Bwana, pokea heshima Bwana, pokea utukufu Bwana. Tunasema wewe ni asante. Tunaingia malangoni mwako kwa kusifu. Rapa korobosanda risiri ya shanda la bakorobosaika, na nyuani mwako kwa kushukuru, kwa sababu wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako za milele. Kama si Bwana uliyekuwa pamoja nasi tangu Januari mpaka Bwana leo tunaingia mwezi Julai, kama si wewe Mungu uliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Umetusaidia Bwana, umetutetea kwa namna ya kipekee. Hatuchoki Bwana kuleta shukrani zetu mbele zako kwa sababu ya matendo yako ya ajabu ambayo umeachilia kwenye maisha yetu. Tunakuhimidi Mungu, tunakutukuza Mungu. Tunasema ni asante kwa wema wako Bwana, kwa fadhili zako. Umekuwa mchungaji wetu, umetulisha, umetutunza, umetusaidia. Nasi Mungu tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa upendo wako wa kipekee ambao umeachilia kwenye maisha yetu. Tunalihimidi jina lako Mungu mtakatifu na kulitukuza milele yote. Asante kwa upendo wako, asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako, katika jina la Yesu. Tunakuhimidi Mungu, tunakutukuza Mungu. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu na adhama. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni Bwana, hakuna kama wewe. Wewe ni mfalme, hakuna kama wewe. Wewe ni Jehova, hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Asante kwa sababu Mungu umesimama pamoja nasi na kutusaidia tena. Tunaliinua jina lako na kulitukuza milele yote. Tunakushukuru kwa sababu ya lango hili la mwezi wa 7. Bwana, tunalitakasa na kuliweka wakfu kwako, na tunakuomba Mungu mtakatifu, Baba wa mbinguni, usimame upande wetu na kututetea na kutupigania kwa namna ya kipekee kabisa, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya kipekee kabisa. Ametusaidia kuiona siku ya leo ya mwanzo wa mwezi wetu wa 7, na leo tutapata nafasi ya kwenda kuomba kwa ajili ya lango la mwezi wa 7, ili tuende kutembea katika neema ya Mungu, kuombea lango la mwezi wa 7. Na leo kuna ujumbe tofauti ambao Mungu amenipa kusema na wewe, na ujumbe huu umegawanyika katika pointi kubwa 2. Pointi ya kwanza nitasema na wewe binafsi, na pointi ya pili ambayo Mungu amenipa kusema nayo nitasema na watumishi wa Mungu na wale wote wanaomwamini Yesu katika Kristo Yesu katika nchi yetu ya Tanzania. Maana kuna ujumbe mahususi ambao Bwana amenipa kwa ajili ya kwako binafsi na kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na mimi kazi yangu ni kutii kile ambacho Roho Mtakatifu amenipa, na ni kazi yangu kukiachilia kama alivyonipa, na nitakisema kama kilivyo. Sitapunguza wala sitaongeza. Nitasema kadri Roho wa Mungu anavyonisukuma kusema. Kama ni kwa ajili ya taifa, na kama ni kwa ajili ya maisha yako, nitasema kwa ajili ya kile ambacho Mungu anataka niseme. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na nataka niseme kitu kimoja ambacho kitakusaidia. Nataka niweke utangulizi, ambao utangulizi huu pia utakusaidia kidogo ili uweze kupata picha. Nilisema kwamba kila mwezi una baraka zake, una neema yake, una nguvu zake za kiroho tofauti na mwezi mwingine. Kwa hiyo usiishi kwa mazoea. Yaani ishi kwa imani na si kwa mazoea. Watu wengi wamekuwa wakiishi kwa mazoea na wamekuwa hawaishi kwa imani. Nataka nikwambie, imani ndio dira pekee ambayo itakayetusaidia na itakayetuongoza
kwenye maisha yetu. Imani ndio kitu pekee kinachoweza kutatua matatizo tulionayo katika jamii. Imani inakupa msingi wa maisha. Kama hauna imani, hauna maisha. Kuna watu wengine hawana maisha, si kwa sababu hawajaokoka, sio kwa sababu hawampendi Yesu, ni kwa sababu hawaishi kwa imani. Nataka nikupe neno moja liko ndani ya Biblia ambalo litakuwa kama msingi kabla sija kusemesha vile vitu ambavyo Mungu anataka nikusemeshe. Fungua na mimi kitabu kile cha Habakuki ule mlango wa 2 na ule mstari wa 4. Biblia inasema, tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Biblia ninaisoma inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo tunaishi kwa imani, na hatuwezi kuishi kwa imani bila kulitegemea neno la Mungu, kwa sababu Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani inatupa kusikia, na kusikia huko kunatokana na kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo lile neno la Bwana tunalolisikia kwa habari ya mwezi wa 7, kwa habari ya siku, kila siku, lile neno ndio linatupa imani ya kuishi ndani ya hiyo siku, ndani ya huo mwezi, na ndani ya huo mwaka. Kwa hiyo tunapokosa neno, maana yake tunakosa imani. Na ndio maana Yesu alisema mtu ataishi kwa mkate, bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa hiyo tunaishi kutokana na neno lililoko kwenye kinywa cha Mungu, na lile neno ni neno lililoko ndani ya Biblia. Tunaishi kutegemea neno la Mungu, na hatuishi kutegemea miradi tulio nayo, nguvu tulizo nazo, vipawa tulivyo navyo, karama tulizo nazo. Tunaishi tukilitegemea neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio dira sahihi itakayotuongoza katika maisha yetu. Tunapokosa neno, tunakosa imani. Tunapokosa neno, tunakosa dira halisi ya maisha. Tunapokosa neno, manake tutaishi kiholela ndani ya mwezi huu wa 7. Na kama tutaishi kiholela ndani ya mwezi huu wa 7, kuna mambo yataenda kiholela ndani ya mwezi wa 7. Kwa hiyo imani ni swala la msingi sana katika maisha yako. Kwa hiyo hata unapoishi mwezi huu wa 7, usiishi kwa mazoea, ishi kwa imani. Nataka uende na hii sentensi, usiishi kwa mazoea, ishi kwa imani. Kwa sababu imani ndio inatupa uhakika wa maisha. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Waebrania ule mlango wa 11, Biblia inasema basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo imani inakupa uhakika wa maisha. Ukikosa imani, hakuna uhakika wa maisha unaokuwa nao. Kuna watu wameokoka muda mrefu, wanakuwa wanaomba kwa muda mrefu, hawaoni matokeo kwa sababu imani hakuna. Sikiliza, ngoja niseme sentensi hii labda itakusaidia. Maombi yanapeleka haja zako mbele za Mungu. Imani inaleta matokeo ya kile ulichokiomba. Kwa hiyo kama hauombi kwa imani, kuna vitu havitatokea. Kama unatoa sadaka, hautoi sadaka kwa imani, hakuna matokeo. Kwa hiyo sadaka yako unapoitoa, itoe kwa imani. Maombi yako unayoomba, yaombe kwa imani. Maisha yako unayaishi, yaishi kwa imani. Maanake ishi ukilitegemea neno la Mungu. Ishi ukizitegemea ahadi za Bwana. Mungu anasema nini kwa habari ya afya yako? Unatakiwa uishi kujua kwamba Mungu anasema nini kwa habari ya afya yangu. Mungu anasema nini kwa habari ya uchumi wangu. Mungu anasema nini kwa habari ya ndoa yangu. Mungu anasema nini kwa habari ya watoto wangu. Unataka uende ndani ya neno la Mungu, na lile neno la Mungu ndio litakupa sasa dira sahihi kwamba Bwana anasema nini kwa habari ya malezi ya watoto, Bwana anasema nini kwa habari ya ndoa, Bwana anasema nini kwa habari ya uchumi, Bwana anasema nini kwa habari ya maisha yangu ya kila siku. Sasa ukiishi bila kuwepo na hilo neno, utaishi maisha ya stresi, maisha ya msongo wa mawazo, maisha ambayo utakayoishi ni maisha magumu kweli kweli. Ukisikia mtu anakuambia tunapambana, huyo bado hajaishi kwa imani. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na roho ya kusita sita sina furaha naye. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo ukiingiza imani
yani imani inapoanza ndipo maisha yanakoanzia. Imani inapoanza ndipo huduma yako kama wewe ni mtumishi wa Mungu ndipo inapoanzia. Imani inapoanza ndipo biashara yako inapoanza. Kwa hiyo bila imani biashara haiendi. Bila imani ndoa haiendi. Bila imani huduma yako haitakwenda. Bila imani maisha yako hayatakwenda. Kwa hiyo imani ndio kila kitu kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kama tutakosa imani, ina maana kwamba maisha yetu ya kila siku yatakuwa magumu. Kwa hiyo anaposema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, ninataka uishi mwezi wa 7 kwa imani na si kwa mazoea. Kwa hiyo kwa sababu kuna mtu anaweza kafikiri kwamba tunavyofanya maombi ya kila mwisho wa mwezi au ili lango la kuombea mwezi wa 7, mtu anaweza kafikiri kwamba ni fashion. Haya maombi sio fashion, kwa sababu tunataka kutembea kwa imani kwenye mwezi wa 7. Tunataka kuishi kwa imani kwenye mwezi wa 7, kwa sababu huu mwezi wa 7 ni mwezi ambao hatujawahi kuona, ni mwezi ambao hatujawahi kuishi, kwa sababu ni mwezi mpya kwetu. Ni mwezi mpya wa mwaka mpya wa 2025. Kwa sababu tumeishi mwezi wa 7 mwaka 2024. Ni tofauti na mwezi wa 7 mwaka 2025. Hatujui ni nini kitatokea. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa Mungu wa kutusaidia kutembea katika siku zote za mwezi huu wa 7. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nataka uliweke ndani ya moyo wako kwamba unapaswa kuishi kwa imani, na imani hiyo tunaipata kutokana na neno la Bwana, na ile imani tunaipata kutoka kwenye neno la Mungu inatupa uhakika wa kutembea na Mungu katika mwezi huo. Hiyo imani inatupa uhakika sawa sawa na Waebrania 11. Hiyo imani itakupa uhakika wa majibu ambayo utayapokea kutoka kwa Mungu, kwa sababu kama utaomba kwa imani kwa mujibu wa neno la Mungu, lazima uwe na uhakika. Biblia inasema yeyote myaombaye kwa imani mnayapokea, na Biblia inasema yote yanawezekana kwa kila anayeamini. Kwa hiyo ukiwa na imani kila kitu kinawezekana ndani ya mwezi huu wa 7. Ukiwa na imani kila kitu kwenye ndoa yako kinawezekana, kwenye biashara yako, kwenye uchumi, kwenye huduma, kwenye kila eneo la maisha yako, kila kitu kinawezekana kama utaishi kwa imani. Na hiyo imani tunasema kuishi kwa imani ni kule kulitegemea neno la Mungu, ni kule kuliamini neno la Mungu, ni kule kuliishi neno la Mungu linavyosema, kwa sababu ndani ya hilo neno ndiko tunakopata imani. Kwa sababu Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Kwa tunaposikia neno la Mungu, imani ya Mungu inaumbika ndani ya mioyo yetu. Ile imani inapoumbika inatupa kutembea ndani yake. Kwa tutatembea kwa imani. Haijalishi kutakuwa na makorogesheni, haijalishi barabara itakuwa ni laini au itakuwa ni ya korogesheni, itakuwa ni lami au itakuwa ni rough road. Tutaishi, tutatembea, kwa sababu Biblia inasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na imani yetu. Kwa hiyo tunaishi, tunakwenda kwa sababu ya nini? Imani. Ndani yake Yesu tunaishi, ndani yake Yesu tunakwenda, na ndani yake Yesu tunakuwa na imani yetu. Kwa jambo la kwanza, hakikisha unaishi kwa imani na si kwa mazoea, na si tu mwezi wa 7. Kila siku ya maisha yako hakikisha unaishi kwa imani. Na unaishije kwa imani? Hakikisha una neno ambalo litakusaidia ndani ya hiyo siku. Ukiwa na neno ambalo utalisimamia kwenye hiyo siku na ukaomba, ninataka nikwambie hiyo siku umetembea kwa imani, na matokeo yake yatakuwa ni makubwa, kwa sababu unaishi kwa imani ndani ya hiyo siku. Lakini kama hauna neno la Mungu, hauna maombi, hauna chochote, maana yake wewe unaishi kiholela. Na kama unaishi kiholela, huwezi kupata matokeo mazuri. Siku yako itakuwa nzuri kama utaanza kwa imani. Na unaanzaje kwa imani? Unaanza kwa imani kwa neno. Neno ndo linakupa imani ya kutembea ndani ya hiyo siku. Neno linakupa imani ya kutembea ndani ya hiyo wiki. Neno linakupa imani ya kutembea ndani ya huo mwezi. Neno linakupa imani ya kutembea ndani ya miezi iliyosalia ndani ya mwaka huu. Neno linakupa imani ya kutembea ndani ya huu mwaka. Na ndio maana unaona kuna watu wanakuwa na neno lao la mwaka. Kuna makanisa yana neno la mwaka. Anakwambia neno la mwaka huu, anasema labda tutaongozwa kwa Roho, labda tutaishi kwa Roho. Kama tunaenenda kwa Roho, tuishi kwa Roho. Au anasema neno la mwaka huu tuishi kwa imani. Au neno la mwaka huu, yote yanawezekana. Inategemea na neno, kila kanisa lina neno ambalo waambiwa. Lakini lile neno ni dira ambalo litaliongoza kanisa kwa mwaka mzima. Kwa hiyo watatembea
kwa imani kwa sababu ya nini? Wana neno la mwaka. Watatembea kwa imani kwa sababu wana neno la mwezi. Watatembea kwa imani kwa sababu wana neno la kila siku. Kwa hiyo kama tunataka kuona mabadiliko kwenye maisha yetu ya kila siku, tuishi kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Tuishi kwa nini? Kwa imani. Na imani ndiyo inaweza kuleta mabadiliko kwenye maisha yetu. Yaani imani yako inapoanza ndo kila kitu kinapoanza. Ngoja nikupe mfano mmoja kwenye Biblia, nikuonyeshe imani inapoanzia ndio kila kitu kinapoanzia. Fungua na mimi kitabu kile cha Mathayo mlango ule wa 9 na mstari ni ule wa 27 mpaka ule mstari wa 30. Mathayo 9:27 hadi 30, neno la Mungu linasema, Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata, wakapaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Na alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Mstari wa 30, macho yao yakafumbuka, na Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Mstari wa 31, lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Ukisoma habari za hapa unaona vipofu walimwendea Yesu, wakamwambia, Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Lakini walipokuwa wanamwendea Yesu, aliendelea na maisha yake, yani aliendelea na safari yake. Hakugeuka kuendelea, aliwasikia lakini aliendelea. Ni kwa sababu gani? Wale walikuwa wanataka rehema, wanataka kuishi kwa rehema na si kwa imani. Na Biblia inataka tuishi kwa imani na si kwa rehema. Rehema za Mungu zipo kutusaidia pale ambapo tunahitaji msaada wa rehema. Kwa sababu rehema ya Mungu inaingilia kati mahali ambapo imani haifanyi kazi. Lakini maadamu wewe unayo imani, Mungu hataki uishi kwa rehema, anataka uishi kwa imani. Ndio maana Biblia inasema, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na roho ya kusita sina furaha naye. Kwa hiyo unaona hawa vipofu Yesu alisema, mnaamini kwamba naweza kufanya hivi? Wakamwambia, naam Bwana. Na Yesu akasema, kwa kadri ya imani mpate. Macho yao yakafumbuka. Kwa sababu nini? Waliamini. Kwa hiyo unapoamini kuna vitu vinaweza kufanyika kwenye maisha yako. Unapoacha kuamini kuna vitu vina stop kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiamini kwamba Mungu anaweza kufanya kitu cha ajabu ndani ya mwezi wa 7, ukiamini kwamba Mungu anaweza kubadilisha ndoa yako, anaweza kubadilisha watoto wako, anaweza kubadilisha kazi yako, anaweza kubadilisha mazingira ya ofisini kwako, nataka nikwambie mwezi huu wa 7 hayo mazingira yatabadilika. Hivyo unavyoamini ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo lazima uamini kwa mujibu wa neno la Bwana. Namba 2. Nataka niweke utangulizi namba 2. Utangulizi namba 1 nimesema ishi kwa imani. Utangulizi namba 2 ambao pia utakusaidia. Nataka tunapozungumzia namba 7 ina maana gani kibiblia? Tunapozungumzia mwezi wa 7 ambao unamakilisha namba 7, kibiblia una maana gani? Fungua na mimi kitabu kile cha Mathayo twende kwenye kitabu cha Mwanzo kwanza. Kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 2 mstari ule wa 1, wa 2 na wa 3. Biblia inasema, basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu akaimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Na siku ya 7 Mungu akaimaliza kazi yake, na siku ya 7 Mungu akaimaliza. Kwa hiyo namba 7 ni namba ya ukamilisho. Kwa tafsiri ya Biblia ni namba ya kukamilisha mambo. Namba 1 ni namba ya kukamilisha mambo. Kwa hiyo kama kuna mambo hujaweza kuyakamilisha kwa miezi 6 iliyokwisha kupita, mwezi wa 7 hilo jambo linaenda kukamilika. Nataka nikwambie hili ni neno la kinabii. Kama siku ya 7 Mungu alimaliza kuifanya kazi yake, nataka nikuhakikishie na ni mwezi huu wa 7 kuna mambo yatakwenda kukamilika kwenye maisha yako ambayo umeyafanya kwa muda wa miezi 6, umeyafanya kwa miaka mingi, lakini niko hapa kukwambia kwa neno la Bwana, na lazima ukamate hili neno kwa imani, ukiamini kwamba mwezi huu wa 7 kuna mambo yatafanyika, yataenda kukamilika kwenye maisha yako. Yamefanyika kwa muda mrefu, hayajakamilika, lakini mwaka huu na mwezi huu wa 7
hilo jambo litaenda kukamilika. Nami nakutangazia katika jina la Yesu, mwezi huu wa 7, kila kitu ulichokuwa umekipanga, kila kitu ulichokuwa umekifanya, kila kitu ambacho umekianza kwa muda mrefu hakijawa, ninatabiri katika jina la Yesu kwamba hilo jambo litaenda kukamilika mwezi huu wa 7 katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Tunaendelea. Kwa hiyo anasema na siku ya 7 Mungu akamaliza kazi yake aliyoifanya. Kwa hiyo Mungu anaenda kumaliza vitu ambavyo havijakamilika, anaenda kuvikamilisha. Mstari wa kipengele cha pili anasema akastarehe siku ya 7, Mungu akaacha kuifanya kazi yake aliyofanya. Kwa hiyo mwezi wa 7 ni mwezi wa ukamilisho, mwezi wa 7 ni mwezi wa kustarehe, manake ni mwezi wa kupumzika. Manake Mungu alipumzika siku ya 7. Kwa sababu gani? Alimaliza kuifanya kazi yake. Huu ni mwezi wa mapumziko. Yamkini umekuwa na hai ya miezi 6 iliyokwisha kupita huko nyuma, au miaka iliyokwisha kupita. Lakini nataka nikwambie neno la Bwana, mwezi huu utaenda kustarehe. Mungu atakupa kupumzika. Huu ni mwezi wa pumziko, ni mwezi wa ukamilisho, ni mwezi wa upumziko. Kwa hiyo namba 7 inamaanisha ukamilisho, namba 7 inamaanisha pumziko. Na ndio maana ukisoma kwenye Biblia yako, kama we ni msomaji mzuri wa Biblia, ukisoma kwenye Biblia yako kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi, ule mlango wa 23 na mstari ule wa 24, Mambo ya Walawi mlango ule wa 23 na mstari wa 24, neno la Mungu linasema, na wana wa Israeli, nena na wana wa Israeli uwaambie, mwezi wa 7 siku ya kwanza ya mwezi kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu, ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. Kwa hiyo unaona, wana wa Israeli waliambia mwezi wa 7 ni mwezi wa 7 siku ya kwanza ya mwezi kutakuwa ni siku ya kustarehe kwenu. Manake ni siku ya kufurahia, ni siku ya kusherekea. Kwa hiyo huu ni mwezi wa kufurahia, ni mwezi wa kusherekea. Kwa sababu ya nini? Mungu kuna mambo anaenda kuyakamilisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo huu ni ujumbe ambao Mungu anataka niseme na wewe unanisikiliza na kunifuatilia mahali, kwamba mwezi huu wa 7 kuna mambo Mungu anaenda kuyakamilisha. Yamkini ni ujenzi wa nyumba utaenda kukamilika. Haijalishi hiyo nyumba imekaa kwa muda gani, haijakamilika, Mungu anaenda kuikamilisha. Yamkini kuna vitu ulipanga kuvifanya kwa muda mrefu na umevifanya vikafika mahali vikakwama, havijaenda. Yamkini kuna biashara ulikuwa unafanya haijakamilika, mwezi huu ni mwezi wa kukamilisha hiyo biashara. Yamkini kuna mikataba ulitamani kusaini ambayo itakuwa na manufaa kwenye maisha yako, mwezi huu ni mwezi wa kukamilisha na utafanya saini ya hiyo mikataba. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo mwezi huu ni mwezi wa kukamilisha mambo. Huu ulikuwa ni mwezi wa kustarehe kwa wana wa Israeli, na alikuwa ni mwezi wa wao wakuwa wanaweka sikukuu. Walikuwa na sikukuu 3. Walikuwa na hiyo sikukuu ya baragumu, walikuwa na sikukuu ya vibanda. Hiyo sikukuu ya vibanda ilikuwa inawakilisha ile miaka 40 walioishi kule jangwani. Kwa hiyo Mungu aliwaambia wafanye ibada. Kwa hiyo huu ni mwezi wa ibada. Kaa mkao wa kumtafuta Mungu kwa namna ya utofauti kabisa. Tembea na Mungu kwenye huu mwezi. Kama una makando yako yaweke pembeni. Hakikisha unasimama na Mungu na hicho utakachokiomba. Huu ni mwezi ambao kibibilia na kiroho ni mwezi ambao ukifanya jambo litakamilika. Kama kuna mambo ambayo ulikuwa hujayafanya, leo nataka nikwambie, mwezi huu wa 7 kafanya hayo mambo yatakamilika. Kama kuna plani ambazo ulikuwa unaziplani, anza kuziplani sasa. Chukua hatua sasa. Kwa sababu Biblia inasema imani pasipo matendo imekufa. Weka hicho kitu kwenye kitendo. Ukiweka hicho kitu kwenye kitendo kitakamilika. Na mimi nataka nikwambie kuna vitu vyako vinaenda kukamilika mwezi huu wa 7. Amini usiamini, lakini nimesimama hapa na mimi nakwambia kwa neno la Bwana kwamba kuna vitu vitakwenda kukamilika mwezi huu. Yamkini kuna umevifanya kwa muda mrefu, lakini Biblia inasema siku ya 7 Mungu akaimaliza kuifanya kazi yake aliyoifanya, akastarehe. Kwa hiyo huu ni mwezi wa kumaliza kazi uliyokuwa umeianzisha. Huu ni mwezi wa kustarehe. Huu ni mwezi wa kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Ndio maana unaona hapa anakuambia kwamba nena na wana wa Israeli waambie, mwezi huu mwezi wa 7 siku ya kwanza ya mwezi utakuwa ni mwezi wa kustarehe kwenu, ni ukumbusho, utazipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. Manake ili kusanyiko linakusanyika kwa sababu ya nini? Ya ibada. Kwa hiyo huu ni mwezi wa wewe kufanya ibada. Kaa kwenye maombi. Kama hujawahi kuomba, omba. Kuna vitu vitafanyika vikubwa kwenye mwezi wa 7.
Ninaamini katika jina la Yesu kwamba kuna mambo makubwa Mungu atayafanya kwako mwezi huu wa 7, lakini Mungu anahitaji wewe ukae katika hali ya utakatifu, katika usafi, ili aweze kutenda yale mambo anayetaka kuyatenda mwezi huu wa 7. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ninapozungumzia mwezi wa 7, nataka nirudi kwenye maisha ya uhalisia ili unielewe. Ndo mwanzo wa mwaka wa mwezi wa Tanzania. Nikisema ni mwanzo wa mwaka wa mwezi wa Tanzania kwa sababu mwaka wa serikali unaanza mwezi wa 7. Leo ni mwaka wa serikali unaanza. Kwa hiyo kuna mambo mengi yataamuliwa kwenye mwezi huu wa 7 ambaye yataamua mwaka mzima huu, kuanzia mwezi huu mpaka mwezi wa 7 mwakani, kwamba tuishi kwa namna gani. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa ananisemesha kwamba mwanzoni mwa mwezi huu kutakuwa kuna vita ya miungu na watu wa Mungu. Kwa nini? Maana yake ufalme wa Mungu na ufalme wa giza vitakuwa kwenye mapambano. Na kwa sababu ufalme wa Mungu na ufalme wa giza vitakuwa kwenye mapambano, ule ufalme utakaopata nafasi ndio utakaotawala taifa. Kama ni ufalme wa Mungu utatawala taifa, na maamuzi yatakayoamuliwa kuanzia hapa yatakuwa na mustakabali mzuri kwa ajili ya taifa. Lakini sasa kama nguvu za giza zitapata nafasi ya kutawala kwenye lango la mwezi huu, maana yake tutaongozwa na maamuzi mabovu ya kishetani kutoka kuzimu. Kuna maamuzi yataamuliwa kama watu wa Mungu hawatakuwa kwenye maombi. Kuna maamuzi ya hovyo sana yataamuliwa. Lakini nataka nikwambie dira ya maisha ya Tanzania iko hapa. Watu wanakimbizana na mwezi wa 10 kwa sababu ya uchaguzi. Sisemi kwamba uchaguzi hautafanyika, na sisemi kwamba hiyo siku ya uchaguzi ni mbaya, lakini nataka nikwambie mwezi huu ndio utaamua hii miezi hapa mbele mpaka mwezi wa uchaguzi, mpaka mwaka kesho mwezi kama huu wa 7, mpaka tarehe 1 mwezi wa 7, mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Maana yake tarehe ya leo mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 inaamuliwa na leo. Kwa hiyo maombi utakayofanya sasa, sadaka utakayoitoa leo, itaamua mwaka wako kwenye nchi yako iweje kwa miezi 12 iliyoko mbele. Kwa hiyo sio mwezi wa kuchukulia poa. Ni mwezi ambao umebeba vitu vya muhimu sana kwa habari ya taifa. Manake kuna makafara mengi yatatokea kwa sababu ya kuweka dedication ya mwanzo wa mwaka wa serikali. Kuna makafara ya nguvu za giza. Yaani maana yake kuna makafara, nguvu za giza zitatoa kafara nyingi sana. Na lazima tukemee sana roho ya ajali. Ajali za majini, kuna vitu Mungu alikuwa ananionyesha, vingine sitavisema, lakini nataka niseme vichache. Ajali za barabarani, ajali za majini. Yaani kutatokea vifo vya ajabu ajabu ambavyo havieleweki. Kutatokea majanga ya ajabu ajabu ambayo hayaeleweki. Hatuyaombei, lakini ni vitu ambavyo tumeona kwenye ulimwengu wa roho, na tunapaswa tuvikemee visitokee kwenye taifa letu. Kwa sababu vitu hivyo vinavyotokea, maanake ni kafara ambazo zinatoka ili kuamsha maagano ya nguvu za giza yapate nafasi ya kusimama na kuweza kutawala kwa mwaka mzima. Kwenye taifa. Kwa hiyo usiuchukulie mwezi poa. Kama ulikuwa ujui kwamba sisi watu wanafikiri kwamba serikali inaanza Januari na mipango mpya ndio inatoa salamu za area mwaka mpya, lakini kiserikali, kiutendaji, mwaka wa serikali unaanza mwezi wa 6. Ndio maana mabajeti yote ya serikali na kila kitu kinahitimishwa mwezi wa 6. Mwezi wa 7 unaanza mwaka mpya wa serikali. Kwa tunapoenda mwaka mpya huu wa serikali, hakuna mwaka mpya usiokuwa na vita. Kwa huu ni mwaka mpya wa serikali. Na kama wewe ni mfanyakazi wa serikali, hapa ndo mahali pako pa kufanya maombi na kuachilia dhabihu. Kwa sababu itaamua ndani ya mwaka huu uko serikali unakofanya kazi kuweje. Kuwe kutamu kama asali au kuwe kuchungu kama shubiri mwitu. Na hata kama sio mfanyakazi wa serikali, maana yake maamuzi yatakayoamuliwa leo yataiamua miezi yote iliyobakia na mwaka mzima wa serikali uwe vipi kwenye maisha yako. Kwa hiyo utakachokiamua leo itakusaidia kutembea kwenye miezi yote 12.
Kwa lazima tutafanya maombi ya kung'oa kila pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni, ling'olewe kwenye maisha yako na kwenye eneo unalofanyia kazi na kwenye familia ya kwako, kwenye uchumi wa kwako, kwenye kila eneo la maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima tukae mkao wa kuomba. Hilo ni jambo la pili nikikwambia, yani mwezi wa 7 kiroho ukoje na mambo ambayo yanaweza kujitokeza kwenye mwezi huo. Lakini nilipokuwa namuomba Mungu, alinipa ujumbe. Na ujumbe ambao Mungu alinipa, alinisemesha ujumbe moyoni. Na nitaenda kuuachilia kwako. Nitasoma mistari miwili, Zaburi ile ya 114 mstari ule wa 3 na mstari ule wa 8. Mstari wa 3 na mstari wa 8. Maneno hayo ambayo ni Mungu amenipa niachilie kwako na nitaachilia kwenye maisha yako. Biblia inasema, bahari iliona ikakimbia, Yordani ikarudi nyuma. Samahani, ngoja nianze tu mstari wa kwanza ili upate hiyo picha. Biblia inasema, haleluya, Israeli ilipotoka Misri na Yakobo katika watu wa lugha ya kigeni, Yuda ilikuwa patakatifu pake na Israeli katika miliki yake. Bahari iliona ikakimbia, Yordani ilirudishwa nyuma. Bahari iliona ikakimbia, Yordani ikarudishwa nyuma. Mstari ule wa 8, Biblia inasema, aligeuza mwamba kuwa ziwa la maji na jiwe gumu kuwa chemchemi. Aligeuza mwamba kuwa ziwa la maji na jiwe gumu kuwa chemchemi. Maana yake Biblia inasema bahari iliona ikakimbia na Yordani ikarudi nyuma. Bahari ilikuwa ni kikwazo kikubwa mbele ya wana wa Israeli. Lakini Biblia inasema bahari ilimuona Bwana ikakimbia, Yordani ilimuona Bwana ikarudi nyuma. Nami nakutangazia katika jina la Yesu, mwezi huu wa 7, wacha hicho kikwazo kilichosimama mbele yako kikamuone Mungu wako na kikakimbie. Na hicho kikwazo kilichosimama, hiyo Yordani iliyosimama mbele yako, ikamuone Bwana na ikarudi nyuma, ili wewe upate nafasi ya kuendelea mbele. Mungu akupe nafasi ya kuendelea mbele kiuchumi, Mungu akupe nafasi ya kuendelea mbele kihuduma, Mungu akupe nafasi ya kuendelea mbele kwenye kazi unayoifanya ya mikono yako. Na Mungu akaondoe kila kikwazo kilichosimama kwenye maisha yako. Vikwazo vinavyokuzuia usifanikiwe kiuchumi, vikaondolewe. Vikwazo vinavyokuzuia kwenye biashara yako, vikaondolewe. Vikwazo vilivyokaa kwenye ndoa, vikaondolewe. Vikwazo vilivyokaa kwa watoto wako, vikaondolewe. Huu ni mwezi wa Mungu kuondoa kila kilichosimama mbele yako. Maana Biblia inasema kwamba bahari ilimuona ikatoroka na mto ilimuona wa Yordani ukarudi nyuma. Nataka nikwambie, kuna mito iliyokuwa imekaa mbele yako itaenda kumuona Mungu wako na itarudi nyuma. Kuna bahari iliyokuwa imesimama mbele yako kama kikwazo, itaenda kumuona Mungu wako mwezi wa 7 na itarudi nyuma. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna watu mambo yao yanaenda kubadilika mwezi wa 7, kwa sababu vile vikwazo vilivyokuwa vinawazuia, vile vikwazo vilivyokuwa vinawakwamisha, vile vikwazo vinaenda kuondoka. Mungu anaenda kuondoa kila kikwazo kilichosimama kwenye maisha yako, kilichosimama kwenye huduma yako, kilichosimama kwenye biashara yako, kilichosimama kazini kwako. Kila kikwazo kilichokuwa kinakuzuia, Mungu anaenda kukiondoa, kama alivyoweza kuondoa bahari. Kama bahari ilimuona ikarudi nyuma, nataka nikwambie kwa neno la Bwana, hiyo bahari iliyokuwa imesimama kwenye maisha yako inaenda kutoroka. Hiyo bahari iliyokaa mbele yako inaenda kuyeyuka, inaenda kupasuka, na kuna njia inaenda kutokea. Yamkini umekaa kwenye hali ngumu ya kimaisha, umepita kwenye misuko ngumu ya ndoa, umekutana na misuko migumu ya kimaisha. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, huu ni mwezi wa Mungu kupasua bahari na wewe ukavuka. Unaenda kuvuka bila changamoto yoyote. Haijalishi adui amekukandamiza kwa miaka mingapi, adui amekuzuia kwa miaka mingapi, adui amechelewesha mambo yako kwa miaka mingapi. Huu ni mwezi wa Mungu kufungua milango ya bahari na wewe ukapita. Haijalishi hiyo bahari imesimama mbele yako, imetunisha mawimbi kiasi gani. Nataka nikwambie kwa neno la Bwana, kwa neno la kinabii, mwezi huu wa 7 ni mwezi ambao Mungu anaenda kuondoa kila kikwazo kilichosimama kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Biblia inasema bahari iliona ikakimbia. Kwa hiyo bahari ilimuona Mungu ikakimbia. Bahari ilikuwa ni kikwazo
kwa wana wa Israeli. Ilimuona Mungu ikakimbia. Hivyo vikwazo vinavyokuzuia kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye neno lolote, hivyo vikwazo vitaonana na Mungu wako. Havitaonana na wewe, vitaonana na Mungu wako wazi wazi, na vitatoroka vyenyewe. Vitatoroka na kuhakikishia kwa neno la Bwana. Hivyo vikwazo vinavyokuzuia vitatoroka. Kwa kama kulikuwa kuna vikwazo vinakuzuia usipate mtoto, mama unayenisikiliza mahali popote, hicho kizuizi kitatoroka na Mungu wako atajidhihirisha mwezi wa 7. Na ni mwezi wako wa kupokea mtoto. Haleluya. Ni mwezi wako wa kupokea kazi. Kama kuna vikwazo vilikuwa vinavikuzuia usipate kazi, mwezi huu wa 7 nataka nikwambie kwa neno la Mungu kwamba Mungu ataondoa hivyo vikwazo vilivyokuwa vinakuzuia usipate kazi, vinakuzuia usifanikiwe kwenye biashara, vinakuzuia usikamilishe ujenzi wa hiyo nyumba, vinakuzuia usianze kujenga hiyo nyumba, vinakuzuia usifanye kitu chochote cha kimaendeleo. Hivyo vikwazo vitaenda kuonana na Mungu wako live na vitatoroka. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari ule wa 8. Mstari ule wa 8 Biblia inasema aligeuza mwamba kuwa ziwa la maji na jiwe gumu kuwa chemichemi. Aligeuza mwamba. Mwamba ni kitu kigumu, alikigeuza kuwa ziwa la maji. Nataka nikwambie yale mambo ambayo unaona ni magumu kwenye maisha yako, Mungu anaenda kuyageuza na kuwa mambo mepesi. Mungu anaenda kuigeuza hiyo ndoa unayoiona ngumu inaenda kuwa nyepesi. Mungu anaenda kugeuza hiyo biashara unayoiona ngumu na inaenda kuwa nyepesi. Mungu anaenda kugeuza hiyo huduma uliokuwa unaona ni ngumu itaenda kuwa nyepesi. Mungu anaenda kugeuza huo ujenzi uliokuwa unaona ni ugumu kuanza, ni ugumu kumaliza. Mungu anaenda kugeuza na kwenda kuwa mwepesi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Huu ni mwezi wa Mungu kugeuza mambo magumu kuwa mambo malaini. Huu ni mwezi wa Mungu kigeuza mambo magumu kama mawe na kuwa malaini kama chemchemu. Nataka nikutabirie kwa neno la Bwana, mwezi huu yale mambo yaliyokuwa magumu kwenye maisha yako yanaenda kugeuzwa na kuwa mambo mepesi. Vile vitu vilivyokuwa vigumu kwenye maisha yako vinaenda kugeuzwa na kuwa chemichemi ya maji. Natangaza katika jina la Yesu, mbingu na ardhi zisikie kwamba yale mambo yote yaliyokuwa magumu kwenye maisha yako ninayatangazia kwa jina la Yesu. Yale yaliyokuwa magumu kama mwamba yanaenda mwamba wa chuma yanaenda kuwa malaini. Ninayatangazia hayo mambo yanaenda kuwa malaini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Haijalishi hilo jambo limekuwa ligumu kwa muda mrefu sana kwenye maisha yako, na kutangazia kwa neno la Bwana linaenda kuwa laini, linaenda kuwa jambo laini sana katika jina la Yesu. Haijalishi hilo jambo unaliona ni kubwa na ni gumu, halifanyiki, haliwezekaniki, nataka nikwambie kwa neno la Bwana linaenda kuwezekanika. Maana Biblia inasema kwamba aligeuza yale mambo yalikuwa magumu kama mawe, aliyafanya kuwa malaini kama chemichemi. Kuna vitu vinaenda kuwa vilaini, vinaenda kuwa vilaini, vinaenda kutiririka. Chemichemi ni kitu ambacho kinabubujisha maji, ni kitu ambacho kinatiririsha maji. Kuna mambo yataenda kutiririka kwenye maisha yako, yalikuwa ni magumu. Mungu ataenda kutiririsha uchumi wako, utakuwa ni mlaini. Yale mambo ulikuwa unaona ni magumu kwenye uchumi, ile breakthrough ya kiuchumi ambao ulikuwa huioni kwa muda mrefu, na kutangazia kwa neno lake Bwana kwamba hilo jambo litakwenda kuwa jambo laini. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia nikwambie, niko ndani ya upako na mimi nakutabiria kwa neno la Bwana kwamba mwezi huu utakuwa ni mwezi wa mafanikio, ni mwezi wa mambo yako kwenda. Yale mambo yaliyokuwa magumu ambayo umekuwa ukiombea kwa muda mrefu hujaona majibu, nataka nikwambie mwezi huu wa 7 unaenda kuona majibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Unaenda kuona majibu, nami nimesimama nikiwa nimevaa viatu vya upako, ninakutabiria kwamba yale mambo magumu yanaenda kuwa mambo malaini. Yale mambo magumu yanaenda kuwa mambo mepesi. Yale mambo magumu kwenye biashara, ile biashara unayoiona ni ngumu inaenda kuwa nyepesi. Hiyo kazi unayoiona ni ngumu inaenda kuwa nyepesi. Hiyo ndoa unayoiona ni ngumu inaenda kuwa nyepesi. Hiyo huduma unayoifanya unaona ni ngumu inaenda kuwa nyepesi. Kwa sababu ni nini? Bwana ameingilia kati na amesema kwamba akageuza yale mambo yaliyokuwa magumu kama mwamba na kuyafanya kuwa malaini kama ziwa katika jina la Yesu. Mungu anaenda kuleta mambo, anaenda kuachilia mambo malaini kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Huu ni mwezi wa Mungu kugeuza. Kila kilichokuwa kigumu kinaenda kugeuka. Ni mwezi wa mgeuko. Haijalishi shetani amepambana na wewe vipi, nataka nikwambie kwa neno la Mungu, mwezi huu ni mwezi wa mgeuko.
Nami namwamini. Hili ndo neno la imani, hili ndo neno la kinabii kwenye maisha yako. Yale mambo yaliyokuwa magumu Mungu anaenda kuyalainisha, kwa sababu amesema aligeuza mwamba kuwa ziwa la maji na jiwe gumu kuwa chemchemi. Mungu aliyegeuza yani aligeuza mwamba kule jangwani kuwa ziwa la maji. Huyo Mungu anaweza kugeuza kila kitu kwenye maisha yako. Yule Mungu aliyosaidia wana wa Israeli katika jangwa akawapa maji jangwani, huyo Mungu ndio huyo yuko kazini. Mungu wetu ni wa jana, leo na hata milele. Hajapungua nguvu, bali anaongezeka nguvu. Anatoka utukufu kwenda utukufu, anatoka nguvu kwenda nguvu. Kwa hiyo nataka nikwambie, kila siku Mungu anaongezeka nguvu kwa sababu ya agano lake. Kwa hiyo mwezi huu ni mwezi wa Mungu kugeuza yale mambo yaliyokuwa magumu kama mwamba, yanaenda kuwa malaini hivi. Haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako, mambo magumu yanaenda kuwa malaini. Yale mambo magumu yanaenda kuwa malaini kama chemchemi ya maji. Kuna mambo yatatiririka kwenye maisha yako. Kuna upako mpya Mungu atauachilia mwezi huu wa 7. Yamkini ulikuwa umeishi kwenye hali ya ujangwa, Mungu anaenda kuleta maji pasipokuwa na maji. Mungu anaenda kuleta vitu ambavyo hutategemea kwamba atavileta. Mungu ataenda kufanya vitu ambavyo hutategemea kwamba atavifanya. Katika mazingira magumu ulionayo, nataka nikwambie hayo mazingira Mungu anaweza kuyabadilisha. Kwa sekunde 0 Mungu anaenda kukubadilishia maisha. Nami nakutabiria mwezi huu wa 7, maisha yako yatabadilika kazini kwako, maisha yako yatabadilika kwenye biashara yako. Yale mambo magumu kazini yataenda kuwa mepesi. Yale mambo magumu kwenye biashara yataenda kuwa mepesi. Yale mambo magumu kwenye ndoa yataenda kuwa mepesi. Yale mambo magumu unayoyaona kwenye maisha yako ya kila siku yataenda kuwa mepesi. Yale mambo magumu kwenye familia yenu na ukoo wenu yataenda kuwa mepesi. Hayo mambo ambayo yalikuwa hayawezekaniki kwenye familia, kwenye ukoo, hayo mambo yataenda kuwa mepesi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Nami nimesimama hapa nikikutabiria kwamba hayo mambo yanaenda kuwa mepesi mwezi huu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo ujumbe ambao Mungu alinipa, namba 1 kwa ajili yako ni huu. Namba 2 kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Ujumbe kwa ajili ya watumishi wa Mungu, ujumbe wa maombi kwa ajili ya watumishi wa Mungu juu ya uchaguzi wa mwaka 2025. Ujumbe wa maombi kwa ajili ya watumishi wa Mungu juu ya uchaguzi wa mwaka 2025. Tunajua Mungu amewapa nafasi watumishi wa Mungu kuliombea taifa letu la Tanzania, liendelee kuwa na amani, liendelee kuwa na umoja, liendelee kuwa na upendo na mshikamano, na wengi tumekuwa tukifanya hivyo. Tunatakiwa tuishi kwa imani, tukiamini kwamba Mungu atalibadilisha taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo haijalishi liko katika mazingira gani ya sasa, ni mazuri au sio mazuri, lakini nataka nikuambie kwa neno la Mungu, ukiwa kama mtumishi wa Mungu, lazima umsikie Mungu anasema nini kwa habari ya taifa. Na wakati nikiwa namuomba Mungu kwa habari ya uchaguzi, kuna kitu wa Mungu alinisemesha kwa habari ya uchaguzi huwa wa Tanzania mwaka 2025. Na jambo ambalo alinisemesha, aliniambia niwaambie watumishi wa Mungu wasifanye makosa haya. Jambo la kwanza, watumishi wa Mungu, usifanye kosa alilolifanya mtumishi wa Mungu Samueli kwa kumlilia Mungu ili Sauli aendelee kutawala. Usifanye kosa alilolifanya Samueli mtumishi wa Mungu kwa kumlilia Mungu ili Sauli aendelee kutawala. Ukisoma Samueli wa kwanza ule mlango wa 16, unamwona Sauli alikuwa ni mfalme wa Israeli, na unamwona Samueli alikuwa ni nabii, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Yeye alikuwa anaendelea kumwombea Samueli. Samueli alikuwa anaendelea kumwombea Sauli ili aendelee na shughuli zake za uongozi kwenye taifa la Israeli. Lakini hakujua lile ni kosa analolifanya, kwa sababu yeye alikuwa. Kwa hiyo nataka niwaambie watumishi wa Mungu, Mungu anasema msiendelee kuwaombea hao wanasiasa ili watawale. Kuna kitu Mungu anakitaka. Msiendelee kuwalilia na kuwaombea ili watawale. Msikilizeni Mungu atakachowasemesha kwa habari ya hawa wanasiasa.
Kuna wanasiasa Mungu amewakataa, na kuna watumishi wa Mungu wanawapamba hawa wanasiasa na kuambia msiogope, utashinda, mtafanya vile, mtafanya vile, mtafanya vile. Sikiliza, hilo ni kosa la jinai unafanya we mtumishi wa Mungu. Usiwapambe wanasiasa kwa kuwadanganya na kuwa petipeti, kuambia kwamba utapita. Na kati kabisa moyoni Mungu ameshasema huyu no. Na usimlilie huyo mwanasiasa. Usitumie muda wako mwingi kumuombea huyo mwanasiasa ili apite. Msikilize Mungu anachokuambia juu ya huyo mwanasiasa. Akikwambia apite, achana na hiyo biashara. Endelea kuomba, mwambie Mungu mapenzi yako yatimizwe juu ya huyo mwanasiasa. Kwa sababu watumishi wa Mungu wameacha kuliombea taifa. Siku hizi wanaomba kishabiki, wanaombea wanasiasa fulani, kwa kwingine kwa kuwataja mpaka na majina. Mungu msaidie fulani ashinde kwenye uchaguzi wake. Mungu tunamwombea fulani, Mungu tunamwombea fulani. Sikiliza, Biblia inasema Sauli alikosea. Na alipokosea Mungu alimkataa, na alipomkataa bado Samueli aliendelea kulilia kumwombea. Samueli alifanya kosa. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu na ana Roho Mtakatifu. Sisemi kwamba wewe unayoombea wanasiasa una Roho Mtakatifu, unayo. Lakini epuka kosa hili. Epuka kosa hili la kumlilia Mungu eti amsaidie huyo mwanasiasa, na kati Mungu ameshamkataa. Kuna wanasiasa Mungu amewakataa na wana ushawishi mkubwa ndani ya watu. Siko tayari kuwasema hapa, lakini kuna wanasiasa Mungu amewakataa kabisa wasiwe viongozi kwenye taifa hili, kwa sababu kuna mambo wamekosea, kuna namna wamevurugana na Mungu wao. Kwa hiyo Mungu anataka watengeneze na yeye. Lakini wanasiasa wanasiasa hao waliokosea, watumishi wa Mungu, maaskofu, mitume na manabii na wengine ambao wana nafasi za utumishi kwenye nchi hii, wamekuwa wakiwapamba hao wanasiasa badala ya kuambia ukweli. Sasa Mungu amesema usiwalilie ili washinde uchaguzi. Mungu hatasikia hayo maombi. Kwa hiyo hilo ni onyo la kwanza ambalo Mungu ameniambia niwaambie watumishi wake. Uzuri mimi nasema nilichoambiwa na Mungu nilipokuwa kwenye maombi. Na sasa sisemi kwa sababu ya miemko yangu. Na uzuri mimi sio mwanasiasa, na uzuri mimi sio mshabiki wa chama chochote cha siasa. Mimi nashabikia chama changu cha Yesu Kristo, chama cha mbinguni. Mimi kazi yangu ni kuombea watu waende mbinguni, kuliombea taifa letu lio na amani na maisha yetu yaendelee mbele, na kuombea Watanzania waishi maisha ya utulivu na amani na wafanye shughuli zao wafanikiwe. Uzuri Mungu akuniita kuwa mwanasiasa. Haleluya. Kwa hiyo siogopi kuambia ukweli watumishi wa Mungu. Jambo la pili, watumishi wa Mungu pamoja na Watanzania, msifanye kosa alilolifanya Samueli ambaye ni mtumishi wa Mungu na Yese ambaye ni baba yake Daudi. Usifanye hilo kosa. Usifanye kosa alilolifanya Samueli na alilolifanya Yese baba yake Daudi, kwa kumtazama usoni. Mungu ameniambia niwaambie watumishi wa Mungu, msiwatazame wanasiasa usoni. Mungu angalii sura ya mtu, Mungu anaangalia moyo wa mtu. Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kama wewe ni Mtanzania ambao umejiandaa kupiga kura mwaka huu, usiangalie sura ya mwanasiasa. Mungu haangalii sura ya mwanasiasa. Mungu alikuwa haangalii sura, kwa sababu Samueli alipotoka akaambiwa aende kule kwenye nyumba ya Yese. Alipofika kule, alipomtazama Eliabu akamuona kwamba huyu anafaa kuwa kiongozi, huyu anafaa kutiwa mafuta baada ya Mungu kumkataa Sauli. Alipofika kule alisema kwamba huyu anafaa, na alitaka kumtia mafuta. Mungu akamwambia sio huyo. Mimi siangalii kama unavyoangalia wewe. Mimi sitazami sura, mimi sitazami muonekano wa nje, mimi natazama moyo. Kwa hiyo Mungu haangalii sura za wanasiasa, anaangalia mioyo ya wanasiasa. Mioyo ya wanasiasa imebeba nini kwa habari ya Watanzania na kwa habari ya hatima ya taifa hili? Hicho ndicho Mungu anachokiangalia. Usiangalie sura, usiangalie kabila, wala usiangalie dini. Mungu anaangalia moyo. Je, moyo wa huyo mwanasiasa umebeba mapenzi ya Mungu? Je, huo moyo unampendeza Mungu? Alimtazama Eliabu akaona ni huyu anafaa kutiwa mafuta. Na ndio maana ukisoma kwenye Samueli wa kwanza ule mlango wa 16 mstari ule wa 6 na 7 anasema, ikawa alipokuwa akimtazama Eliabu akasema, yamkini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake
wala urefu wake, wala kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu waangaliavyo, maana Bwana haangalii kama binadamu waangaliavyo. Maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Usitazame sura, usitazame muonekano, usisikilize maneno. Tazama moyo wa huyo mwanasiasa. Kama ni diwani, kama ni mbunge, kama ni rais, angalia moyo wake. Mungu anaangalia moyo wa mwanasiasa, na angalii sura wala kimo wala fedha wala umaarufu alionao wala nguvu alizonazo. Mungu anaangalia moyo wake. Je, moyo wake uko tayari kulisaidia taifa? Moyo wake ni moyo wa kizalendo? Au yeye anataka hiyo nafasi ya siasa kwa maslahi yake binafsi na sio kwa maslahi ya taifa? Ule moyo wa uzalendo Mungu ndio anaoutaka. Ule moyo wenye uchungu na rasilimali za nchi, huo ndio Mungu anaotaka. Na nataka niwaambie, Mungu atashangaza watu sana. Huku tunakoelekea kuna vitu naviona. Mungu atashangaza wa Tanzania. Na nawaambia, andikeni hii tarehe ya leo, tarehe 1 mwezi wa 7. Mungu atashangaza Tanzania huku tunakoelekea. Kwenye swala la mambo ya uongozi wa nchi hii, Mungu ataleta mshangao mkubwa. Kuna mabadiliko yatatokea ambao watu hawatayategemea. Kwa sababu kuna vitu Mungu ameingia kazini leo. Sio kwamba alikuwa hayuko kazini, ameingia kazini rasmi leo, ameniambia. Na ameniambia nenda kawaambie. Wakichukulia kisiasa, wakichukulia kishabiki waache, lakini waeleze ukweli. Kwamba Mungu ameniambia niwaambie watumishi wa Mungu, msifanye kosa la kuangalia mionekano ya watu na kuona kwamba huyu anafaa kuwa rais, huyu anafaa kuwa mbunge, huyu anafaa si kuwa diwani. Mungu anaangalia moyo na angalia muonekano. Na nyinyi wa Tanzania mnaenda kupiga kura, na nyinyi wa Tanzania mliojiandaa kwa ajili ya uchaguzi, nataka niwaambie, Mungu ameniambia msiangalie muonekano wa mtu wala msiangalie muonekano wa chama cha mtu. Angalieni moyo wa huyo ambaye amepewa jukumu la kusimamia. Mungu, viongozi wote, iwe ni kuanzia ngazi ya wanasiasa hata kwenye maofisi mbalimbali, Mungu huwa hakupi nafasi kama hajaupima moyo wako na kujua huo moyo wako uko vizuri. Kwa hiyo Mungu anaangalia moyo. Kama unataka kuwa kiongozi mzuri, wewe mwanasiasa unayenisikiliza na kunifuatilia mahali, tengeneza moyo wako, ukae vizuri mbele za Mungu. Moyo wako ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu, wewe utatumia nguvu kubwa hata kupiga kampeni. Mungu atakupigia kampeni mwenyewe kwa sababu moyo wako ni safi. Moyo wa Daudi ulikuwa safi, na Mungu alijua kabisa huyu atakuwa na uzalendo juu ya taifa la Israeli. Alienda kumtoa kwenye machunga huko, akamleta. Daudi ndio alikuja kumwangusha Goliati. Daudi ndio alisimama akatengeneza misingi ya taifa la Israeli. Misingi ya taifa la Israeli unayoiona leo, nchi ya Israeli unayoiona leo, ilitengenezwa na misingi mingi, ilitengenezwa na Daudi. Ni kwa sababu gani? Mungu alishaona moyo wa Daudi, akaona ni moyo mzuri, ni moyo ambao utaleta manufaa kwa ajili ya taifa, ni moyo ambao utalisaidia taifa. Kwa hiyo Mungu ameniambia niwaambie wa Tanzania, yeye haangalii sura, haangalii vyama, haangalii umaarufu, haangalii mionekano. Yeye anaangalia moyo. Kwa hiyo kama huo moyo wa kiongozi utampendeza Bwana, Bwana atampa nafasi ya kuwa kiongozi kwenye taifa hili. Kwa hiyo Mungu anaangalia yule kiongozi mwenye uzalendo. Nataka niwaambie, asilimia kubwa ya sasa hivi viongozi wengi sio wazalendo. Wanasiasa wengi si wazalendo kabisa. Mimi nawaambia ukweli, sio wazalendo. Kuna wengine hawana uchungu na rasilimali za taifa hili, hawana uchungu na maisha ya Watanzania. Kwa hiyo Mungu ameniambia mwaka huu atashangaza Watanzania. Na sio mwaka huu, kuanzia tarehe ya leo, tarehe 1 mwezi wa 7 na kuendelea huko mbele, kuna matukio yatatokea kwenye vyama hivi vya siasa, kwenye mambo ya chaguzi, kuna matukio yatatokea. Sasa hayo matukio mengine siwezi kuyasema. Ni matukio ya kimbingu, sio matukio ya huku Tanzania kwenu. Mbingu zitafanya mambo fulani ndani ya nchi hii. Kuna mambo mengine yatawafunga watu mdomo, kuna mambo mengine yatawashangaza watu, na kuna mambo mengine yatawaogopesha watu. Kwa hiyo Mungu yupo kazini. Nataka niwaambie, Mungu yuko kazini. Usiangalie mazingira ya taifa lililoko kwa sasa. Usiangalie mazingira ambayo yanaonekana kwa sasa. Nataka umwangalie Mungu.
Mungu anatokeaga katikati ya matatizo, katikati ya shida anajifunua. Alitokea Shadraka, Meshaki na Abednego katikati ya moto. Katikati ya hali tulionayo kwa sasa, katikati ya hali tunayoelekea kwenye uchaguzi, Mungu atajifunua hapo katikati na atajijulisha kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo wanasiasa, msipoteze muda wenu kukimbizana na makampeni ya kutaka mpate kuonekana kwa watu. Tengenezeni mahusiano yenu na Mungu. Mungu atawapigia kampeni. Mungu atawasaidia. Na msipoteze na wale wengine ambao wanafikiria kwenda kwa waganga wa kienyeji ili wapate mvuto na kibali. Sikiliza, utakuwa unapoteza muda wenu. Lakini kuna wanasiasa Mungu ameshawa cancel kwenye kizazi cha siasa. Hawatakuwepo. Wengine wataenda kwenye maisha yao mengine na majukumu yao mengine. Hawatakuwepo. Kuna kizazi kipya cha siasa Mungu atakiinua kwenye nchi ya Tanzania. Na hicho kizazi ndicho kitakachoifikisha Tanzania Kanaani. Kuna kizazi kipya cha siasa Mungu atakiinua Tanzania. Na hicho kizazi ndicho kitakachoifikisha Tanzania Kanaani. Wewe usiangalie mionekano ya watu. Mungu atachipua mmoja mmoja kwenye hichi kizazi. Watu wazalendo, watu wenye upendo na nchi, watu wenye uchungu na nchi, na akamwambia hii nchi itafika mahali pazuri. Mimi siangalii mazingira ya sasa, ninamwangalia Bwana aliyenisemesha. Haleluya. Kwa nataka nikuambie kwamba kama wewe ni mtumishi wa Mungu, usifanye kosa alilolifanya Samueli, na kama wewe ni Mtanzania, usifanye kosa alilolifanya Yese. Yese aliangalia muonekano wa nje. Samueli hakuangalia muonekano wa nje. Na naye Samueli aliangalia muonekano wa nje, lakini Mungu hakuangalia muonekano wa nje. Kwa hiyo mambo ambayo natamani uyaone ni mambo kadhaa. Jambo la kwanza nataka nilirudie kwa umakini na nasikia kabisa kusisitiza. Mtumishi wa Mungu Samueli alikuwa na roho wa Mungu kabisa, lakini alifanya kosa la kutazama muonekano wa nje wa kiongozi badala ya moyo wake. Jambo la pili, leo hii baadhi ya watumishi wa Mungu wanaangalia sura za wanasiasa na matendo yao ya nje na kusema huyu anafaa kuwa rais, huyu anafaa kuwa mbunge, huyu anafaa kuwa diwani. Lakini Mungu haangalii muonekano wa nje, anaangalia moyo wa kiongozi. Mungu haangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Mungu anaangalia, anautazama moyo. Kiongozi asiye na hofu ya Mungu hawezi kuwapenda wananchi wake kwa dhati wala kuwaletea maendeleo ya kweli. Hichi ni kitu ambacho Mungu ameniambia. Kiongozi asiyekuwa na hofu ya Mungu. Mungu anatafuta mtu mwenye moyo wa hofu, mwenye hofu ya Mungu. Mtu mwenye hofu ya Mungu, haijalishi dini yake, haijalishi dhehebu lake, haijalishi imani yake. Maadamu ana hofu ya Mungu, huyo mtu Mungu atampa nafasi. Kwa sababu mtu mwenye hofu ya Mungu, asiyekuwa na hofu ya Mungu, hawezi kulipenda taifa letu, wala hawezi kupenda wananchi wake. Atakuwa anafanya mambo kiholela. Kwa hiyo ni ombi langu kwa Mungu kwamba watumishi wote wa Mungu walioko Tanzania waombe Mungu awape kiongozi aliyeko kwenye moyo wa Mungu kama Daudi. Ili ndo ombi langu kwa Mungu, na ndio agizo ambalo nakuachia wewe kama mtumishi wa Mungu. Omba Mungu atupe kiongozi aliyeko kwenye moyo wa Mungu. Daudi alikuwa kwenye moyo wa Mungu. Sauli alikuwa hayuko kwenye moyo wa Mungu. Kwa hiyo tuombe Mungu kama Watanzania, tuombe Mungu kama watumishi wa Mungu katika nchi ya Tanzania. Mungu atupe kiongozi aliyeko kwenye moyo wake. Daudi alikuwa kwenye moyo wa Mungu. Kwa hiyo tuombe Mungu atupe kiongozi aliyeko kwenye moyo wake, ambaye huyo kiongozi ataleta mabadiliko kwenye taifa letu la Tanzania. Jambo la pili, watumishi wa Mungu, ili ni onyo ambalo Mungu ameniambia niwape. Tuweke kando ushabiki wa vyama vya siasa. Na tuamue na tuwe na moyo wa unyenyekevu wa kuomba mapenzi ya Bwana na yatendeke juu ya taifa letu la Tanzania. Watumishi wa Mungu, tuweke
kando ushabiki wa vyama vya siasa na tuamue kwa unyenyekevu kumwomba Mungu mapenzi yake yatimizwe, tendeke juu ya taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo omba mapenzi ya Mungu yafanyike kwenye uchaguzi huu wa 2025. Mwambie Bwana, mapenzi yako na yatendeke. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ndiyo yatafanyika na sio mapenzi ya wanasiasa ndiyo yatakayofanyika. Tuache mambo ya ushabiki wa, kwa sababu kuna watumishi wa Mungu, mwingine anaomba kupitia anaombea chama hichi kishinde, mwingine anaombea chama hichi kishinde, mwingine anaombea kiongozi yule ashinde, mwingine anaombea kiongozi yule ashinde. Mungu hataki hicho kitu. Ondoa hayo matabaka ya vyama na matabaka ya kumwombea fulani ashinde na fulani asishinde. Ondoa hicho kitu. Mungu anatutaka ni kwamba tuache ushabiki wa vyama vya kisiasa na tuombe mapenzi ya Bwana yatendeke juu ya taifa letu la Tanzania. Huo ndio ujumbe ambao Mungu ameniambia niwaambie watumishi wa Mungu kwa mwezi huu wa 7. Kwa hiyo nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba. Kuna mabadiliko makubwa nimekwambia Mungu atayaleta kwenye taifa hili. Kuna kizazi kipya kitainuliwa cha siasa kitakacholeta mustakabali mzuri wa taifa hili. Na kuna mtu atatokea ambaye hakujulikana kabisa na atang'aa vibaya mno. Hakufikiriwa, hakutegemewa. Ataingia kwenye nafasi kubwa tu ya uongozi na atang'aa sana na atalipeleka taifa mahali ambapo Mungu anataka liende. Mimi nimemaliza. Sina maneno mengi. Nimefikisha ujumbe ambao Mungu amenituma kufikisha. Mwezi wa 7 Mungu atabadilisha yale mambo magumu kuwa malaini. Mwezi wa 7 Mungu amesema watumishi wa Mungu tuache ushabiki wa vyama na tuombe mapenzi ya Bwana yatendeke. Mwezi wa 7 Mungu ametaka watumishi wa Mungu tusiangalie kama yani wanadamu wanavyoangalia. Tuangalie kama Mungu anaangalia. Mungu yeye anaangaliaga moyo. Wanadamu wanaangalia muonekano, sura na umaarufu na elimu. Lakini Mungu angalia hivyo vitu. Mungu anaangalia moyo. Vinaweza ni sehemu ya vigezo vya kumpata kiongozi mzuri, lakini Mungu anautazama moyo kwanza. Hivyo vingine vitakuja huko mbeleni. Na Mungu atainua mtu ambaye sio maarufu. Sio maarufu sana. Anaweza katu anajulikana kawaida, lakini sio maarufu. Atainuka. Na watu watashangaa. Yaani kuna vitu vizuri vinakuja huko mbele. Mimi nakwambia, simama tuombe. Haleluya. Sema Bwana Yesu, tunakuja mbele zako. Tunakushukuru kwa sababu ya lango la mwezi wa 7. Tunaomba utusamehe na ututakase. Tunapoenda kuanza mwezi huu, uso wako Bwana uende pamoja nasi na ukatupe raha nafsini mwetu. Tunakataa roho za ajali, roho za mikosi, roho za balaa, roho za visirani zilizoachiliwa kwenye mwezi wa 7 na kwa mwaka huu na mwaka wa serikali, katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu wetu Baba wa mbinguni, tunaomba mapenzi yako yakatendeke juu ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Kile ulichokikusudia kikafanyike 2025 na miaka yote ya mbele yetu, katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninaomba yule kiongozi ambaye wewe Bwana yuko ndani ya moyo wako, ambaye umekusudia alisimamie taifa na kuliongoza, huyo kiongozi akaliongoze taifa hili katika jina la Yesu, kuanzia ngazi ya diwani mpaka ngazi ya rais. Mungu, tupe wale viongozi walioko kwenye moyo wako katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Ngoja nipate nafasi ya kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninasimama mbele za madhabahu yako nikiwa nimebeba damu ya Yesu, damu yako inayotakasa na kusafisha na kuosha, damu yako Mungu yenye nguvu na uwezo mkubwa. Nami nasimama kama kuhani wako nikiachilia damu ya Yesu Kristo ikatutakase kama watoto wako na watumishi wako. Ninawatakasa wote kwa damu ya Yesu Kristo wanaonisikiliza na kunifuatilia mahali katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, tunaziamuru nguvu zako zikapate kupenya na kupita. Ninaombea lango hili la mwezi wa 7. Ninapeleka damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa 7. Ninaachilia nguvu za Mungu kwenye lango la mwezi wa 7 katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu zako Mungu katika damu ya Yesu zikapate kupita, na nguvu za
Roho Mtakatifu zikajifunue kwenye lango hili la mwezi wa 7 katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rapa kosanto babadia nderebosia risa takayanda rabosika rapi kisanto mama maoza meki ya zoya babadia nderebosaika rakreso mahanto babadia rekrizo babayanda rabosia. Mungu kaingilie kati juu ya taifa hili, ukasimame kama Mungu, wasaidie watoto wako, wasaidie watumishi wako. Bwana, katika jina la Yesu, mwezi wa 7 ninawaombea kila roho za balazi siwakute, kila roho za visirani, kila roho za vikwazo, kila roho zinazowakwamisha, roho zinazowarudisha nyuma, ninazikemea katika jina la Yesu, ninazikemea katika damu ya Yesu, ninazikemea katika jina la Yesu, ninazikemea katika damu ya Yesu. Ninaombea mwezi wa 7 kwa jina la Yesu Kristo. Huu mwezi tumeutakasa, siku zote za mwezi wa 7 tumezitakasa na kuachilia damu ya Yesu kwenye mwezi huu wa 7. Damu yako Bwana inanena mema, ikanene mema kwenye lango la mwezi wa 7 katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Nguvu zako Mungu zikajifunue kwenye lango la mwezi wa 7. Tunauomba mkono wako, tunaziomba nguvu zako, tunaomba baraka zako, tunaomba neema yako, tunaomba kibali chako kikatutangulie kwenye mwezi wa 7. Baraka na amani zikawe pamoja nasi kwenye mwezi wa 7 katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Rasia mahanto braze mezuya baba hoza yesa tapora saraba shanto babadia katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunakuomba sasa, pokea maombi ya watoto wako wanayoomba kwa ajili ya mwezi wa 7. Neno lako linasema kwamba utafanya yale mambo magumu kuwa mambo malaini. Ninaomba ukafanye mambo yale kuwa magumu kwenye maisha yao yafanye kuwa malaini. Fanya mambo malaini kwenye biashara zao, kwenye kazi zao, kwenye ofisi zao, kwenye kila kitu wanachokifanya. Ninaomba Bwana ukafanya hayo mambo kuwa mambo malaini katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mungu jidhihirishe sasa, yale mambo yaliyokuwa magumu, zile changamoto wanazopitia, naomba ukazigeuza Bwana, kama ulivyosema kwamba uligeuza mwamba kuwa ziwa la maji. Ninaomba Mungu katika jina la Yesu, geuza hayo mambo yaliyokuwa magumu yakapate kuwa mambo malaini katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mungu na ushukuriwe sasa. Pokea maombi ya watoto wako na sadaka zao walizoziachilia, zipokee Bwana na zikubali katika jina la Yesu. Yale mambo yaliyokuwa magumu Mungu kayafanye kuwa malaini katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Asante Roho wa Mungu, asante Roho wa uzima, asante Roho wa milele. Tunaomba Bwana juu ya taifa letu la Tanzania, ukalikumbuke na kulisaidia hata tunapoenda kwenye kipindi cha uchaguzi. Baraka zako na amani zikapate kuliongoza taifa hili. Mapenzi yako yakatendeke juu ya uchaguzi wa mwaka 2025. Mapenzi yako yakatendeke Bwana juu ya hatima la taifa letu. Tunaomba Bwana kile ulichokikusudia juu ya Tanzania kakifanye sawa sawa na mapenzi yako, sio kwa mapenzi yetu bali ni kwa mapenzi yako, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Nguvu zako Bwana zilifunike taifa letu na mkono wa Mungu ukabari kwa juu ya taifa letu. Tunakataa roho za ajali, tunakataa roho za mikosi, balaa na kisirani, makafara yote yaliyokuwa yamepangwa kutolewa ili kuharibu maisha ya Watanzania, ili kuleta huzuni na maumivu kwenye maisha ya Tanzania. Tunafuta hayo maroho ya kafara kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Tunavunja na kusambaratisha kila roho za kafara, kila mpango mbaya wa kuzimu tunaubatilisha na kuondoa. Tunafunga malango ya kuzimu, hayatainuka juu ya taifa hili, hayataleta uharibifu juu ya taifa hili. Tumekataa roho za umwagaji damu kwenye taifa kwa jina la Yesu. Tumefunga hayo maroho kwa mamlaka ya jina la Yesu, maana neno la Mungu linasema kile kilichofungwa duniani na mbinguni kimefungwa. Nami nimefunga kila milango ya uovu. Nimefungulia baraka za Mungu juu ya taifa hili. Nimefungulia neema ya Mungu juu ya taifa hili katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Nataka tupate nafasi ya kwenda kuombea sadaka yako, alafu utapata kwenda kuiachilia sadaka yako ili kasimame kwenye lango hili la mwaka mpya wa serikali na mwezi mpya na lango jipya la mwezi huu wa 7. Mungu uliye hai, asante kwa sababu ya watoto wako. Sasa imekwisha kufika, wanatoa sadaka zao kwa kudedicate malango haya ya mwezi
huu wa 7. Ninaomba Mungu ukawabariki mwezi wa 7, uso wako ukatembee pamoja wao. Pokea sadaka zao Mungu na uwabariki. Pokea sadaka zao na ukafungue kila mlango. Yale magumu wanayoyaona, yale magumu ambayo wanayaona kwenye mwezi huu wa 7, Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninaomba ukajifunue, ninaomba ukajidhirishe ndani ya mwezi huu wa 7 kwa jina la Yesu Kristo. Pokea sadaka za watoto wako, wabadilishie maisha Bwana. Wafungulie kila mlango wa baraka, wafungulie kila mlango wa neema, wafungulie kila mlango wa mafanikio. Nami ninatangaza baraka za Bwana, na Bwana akubarikie mwezi huu wa 7 na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, na ninaamini kwamba Mungu akitupa nafasi tutaendelea tena kesho na lile somo letu tulianza siku ya jana. Ubarikiwe sana na Mungu. Nikutakie siku njema iliyojaa baraka za Mungu. Amen.